Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tupo nawe kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Na wakati huu ni huko katika rasi ya Korea ambapo Marekani na Korea Kaskazini zaanza tena kutunushiana misuli ya kijeshi, hasa katika utawala mpya wa rais wa sasa wa Marekani Bwana Donald Trump. Bwana Donald Trump wakati anaingia madarakani aliwahi kusema kwamba moja kati ya marafiki zake ni kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un. Aliwahi kunukuliwa akisema kwamba Bwana Kim ni moja kati ya marafiki zangu na ninawapenda sana, lakini wakati huu inaonekana kwa tofauti baada ya kiongozi huyo wa Marekani, rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuruhusu meli zake za kijeshi kuwasili siku ya Jumapili nchini Korea Kusini, na hii ni siku chache baada ya Korea Kaskazini kuzindua makombora yake ya Chapa Cruise yaliyokuwa yanaonesha uwezo wake wa kufanya mashambulizi. Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni Kim Jong-un alielekeza jeshi lake kwanza kuendelea kujilinda zaidi, lakini akisema kwamba katika zama hizi ni zama za kuhakikisha wanajiandaa kwa ajili ya vita kutokana na hali ya maisha ilivyo na kutokana na uchokozi unaozidi kufanywa kila kukicha. Meli iliyobeba ndege za kijeshi za Marekani ambayo imewasili huko Korea Kusini imepelekea kuongezeka kwa mzozo kati ya Marekani pamoja na nchi ya Korea ya Kaskazini ya Bwana Kim Jong-un. Meli hiyo ilikuwa imebeba ndege za kijeshi za Marekani na imewasili siku ya Jumapili huko Korea Kusini, siku chache baada ya Korea Kaskazini ilipozindua makombora yake ya Chapa Cruise yaliyokuwa yanaonyesha uwezo wake wa kufanya mashambulizi. Meli hiyo iliyofahamika kwa jina Carl Vinson iliyobeba ndege hizo na vifaa vya kijeshi iliwasili katika bandari ya Busan, ikiwa ni kuonesha uimara wa ushirikiano mkubwa wa kijeshi kati ya Marekani na Korea ya Kusini katika wakati ambapo kuna vitisho vya kijeshi vinavyoendelea kutoka kwa Korea ya Kaskazini. Tangu kuapishwa Januari 20, rais wa Marekani Donald Trump alisema atawasiliana na kiongozi wa Korea ya Kaskazini Kim Jong-un ili kufufua mazungumzo ya kidiplomasia, lakini Korea Kaskazini haijajibu ombi hilo la Trump, na inaelezwa kwamba uhasama unaodaiwa kuongozwa na Marekani dhidi ya Korea Kaskazini umezidi tangu kuapishwa kwa Donald Trump. Wataalamu wa mambo wanasema kuna uwezekano kwamba Kim Jong-un hatokubali ombi hilo la Trump kwa kuwa kwa sasa anaangazia zaidi uungaji wake mkono kwa Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, Bwana Kim Jong-un baada ya kupata mwaliko kutoka kwa Donald Trump aliwahi kueleza kusema kwamba moja kati ya mataifa ambayo bado hana imani nayo ni pamoja na Marekani, kwa maana unaweza ukafanya urafiki wa sasa na Marekani lakini baada ya hapo hali ikawa tofauti, na ndicho ambacho kinatokea wakati huu. Baada tu ya kufanya majaribio ya makombora yake ya cruise, Rais Donald Trump akaamua kupeleka ndege zake za kivita kwa ajili tu ya kuonyesha ushirika wake kwa Korea ya Kusini ambayo huenda wakafanya mazoezi katika siku za usoni. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.